Nimewaita ndugu zangu waandishi wa habari, najua muda mrefu hatujaonana nanyi, na ni vyema tukasema lazima ni wajibu wa kila Mtanzania kumkumbusha Mtanzania mwenzake wajibu wake. Na kiukweli kabisa tunapita katika kipindi cha kumchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kipindi cha uchaguzi. Kipindi hiki mara nyingi kinakuwa na wajuaji wengi, kinakuwa na wakosoaji wengi, na hapo mataifa mengine ambayo hayataki mema Tanzania ndo wanadumbukiza rupia yao kutaka kuona taifa letu tunaingia kwenye migongano isiyokuwa rasmi, kutaka kuona taifa hili ambalo lina amani toka limezaliwa. Sisi sifa yetu kubwa ya Tanzania ni amani, kulinda amani, utamaduni wetu, umoja wetu. Ni taifa ambalo linasifika kutokuwa na dini wala kabila. Wote tunakaa sehemu moja, tunacheka sehemu moja, na tuna maamuzi ya kushikamana wenyewe, sio kuambiwa tukashikamane. Wenzetu wanaamliwa hata upendo. Sisi taifa letu limebarikiwa kuwa na upendo wa kila Mtanzania anajua thamani ya taifa letu. Sasa tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba. Tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba kuchagua wabunge, kuchagua madiwani na kumchagua rais umpendaye. Na tumeona kila mtu anamwaga sera zake. Watu wanamwaga sera, na ninaamini katika kumwaga sera tunamwaga sera kwenye taifa lenye amani na utulivu. Hiyo opinion wanaita yani hamna shida kabisa. Sasa niseme katika historia ya taifa letu, kwa mara ya kwanza tulipata Mheshimiwa Rais kutokana na katiba inavyozungumza. Kutokana na katiba, mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa history inaenda kuandikwa tena. Narudia, history inaenda kuandikwa tena kwa maamuzi ya Watanzania kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio rais wa kwanza atakachaguliwa katika taifa la Tanzania kwa kupigiwa kura na Watanzania, lakini vile vile ndio rais wa kwanza kwa Tanzania ambaye ataheshimisha wakina mama wote kuwa rais wa kwanza mwanamke Tanzania. Naamini furaha waliokuwa nayo mama zetu wanapoiona picha ya Daktari Samia Suluhu Hassan, wanaona kabisa kwamba heshima ya mwanamke inatawala dunia. Naamini Oktoba Watanzania wanaenda kupiga kura. Naamini Oktoba Watanzania wanaamka kwenda kutiki. Naamini Oktoba Watanzania wanaenda kulinda sifa ya taifa lao. Na mimi nimetumwa sana. Toka majuzi wananipigia vijana mbalimbali wa taifa hili. Vijana mbalimbali, simu mpaka ina stack. Hali Steve, mbona usemi chochote? Tunasikia kuna kikundi tu cha watu wachache. Maandamano, naambia taifa hili hatujafika huko. Hatuwezi kufika huko. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ametuachia amani katika taifa hili. Abedi Amani Karume katuachia amani katika taifa hili. Mzee Ali Hassan Mwinyi alituachia amani katika taifa hili. Karume ametuachia amani katika taifa hili. Dr. Sheni ametuachia amani katika taifa hili. Jakaya Mrisho Kikwete ametuachia amani katika taifa hili. Na tukaenda mbali zaidi, Magufuli ametuachia amani katika taifa hili. Daktari Samia Suluhu Hassan analinda amani katika taifa hili. Ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi sana Watanzania kujua thamani yao. Yawezekana binadamu tulivyo, yawezekana umpendi Samia. Tanzania imekukosea nini? Kwa sababu sio kila mtu unaweza kumlazimisha mtu bwana mpende rais wetu, mpende. Kwa sababu anaweza katokea tu mtu mwenda wazimu kichaa akaona kwamba
Haya, Samia umpendi, na Tanzania imekukosea nini? Tanzania imekukosea nini? Samia umpendi, na Tanzania imekukosea nini? Unaiadhibu Tanzania kwa kulinda amani na utulivu. Unaadhibu Tanzania kwa kuwa Mungu kaipa lile Tanzania lile, kaipa mikono na baraka zote za kulinda amani ya taifa letu. Tumeona hapa Daktari Samia Suluhu Hassan, tumeona, na tulidhani kwamba kuna miradi haitakwisha. Miradi imekwisha, kaenda viral sana. Miradi ilivyokwisha, kaanzisha ya kwake, bado inaendelea kwa maslahi ya taifa letu. Tusije tukarudishwa nyuma na watu ambao hawapendi upendo wetu, muungano wetu. Wanaona shida sana kuwa taifa la Tanzania linasifiwa huko nje, kwamba jamani, mkitaka kuwa mfano mzuri ni Tanzania. Hawa leo wanasifia Tanzania kwamba Tanzania ni mfano mzuri wa bara la Afrika, mfano mzuri kabisa wa bara la Afrika. Umoja wetu, mshikamano wetu, hatuna dini, hatuna kabila, sisi wote ni wamoja. Leo wanatokea watu wapuuzi. Lakini nipipongeze hata vyombo vyetu vya usalama. Niwapongeze Watanzania wenyewe. Leo mnazungumzia maandamano Dar es Salaam, Biaramulo. Nani anajua mama yule yuko kijijini, mnataka kumpa dhambi tu kwa faida ya watu wachache waloa madaraka, wapuuzi, na watu ambao wanaojiona wanaumimi, wanasifa kusema sisi ndo tunafaa kuwa hapa. Na bahati nzuri, hii ni ukweli kabisa, bahati nzuri mimi nawaambieni, watu wanatumika kutaka kutugawanya. Tusikubali ndugu zangu. Tusikubali. Libya ile, tuna Somalia, tunajifunza mifano ya ndugu zetu. Mtanzania hana sifa ya kuandamana, Mtanzania ana sifa ya kushikamana. Twendeni tukashikamane, tukachague viongozi tunaowapenda kwa maslahi ya taifa letu. Mtanzania hana mawazo ya kuandamana. Mtanzania anataka kujua milo mitatu anapata, afya mama ya mtoto inapatikana, biashara zake zinakwenda, umeme unawaka, ndio, maji yapo, ndio, hospitali za kutosha, ndio, barabara zinajengwa vijijini na mijini, ndio. Tunataka nini? Tunataka kuishi taifa lenye amani. Vijana wa Tanzania hawako tayari. Na mimi ni waombe Watanzania wenzangu, hii karne ni karne yetu. Mimi na wewe Mtanzania uliokuwepo hapo mbele, karne hii tumekabidhiwa na wale waliopita ambao wametangulia mbele ya haki. Wametukabidhi karne hii ikiwa nchi ya amani na utulivu. Na sisi karne hii ya leo ambayo tupo kama vijana, tukubaliane, tukikabidhi kijiti, ingali tumekufa au ingali tuko hai, tuwakabidhi watoto wetu, aidha 2030 huko mbele, tuwakabidhi kijiti, nchi ikiwa kwenye amani na utulivu. Muda mwingine pepo sio kusali. Muda mwingine pepo, kuliona pepo ni matendo yako. Naweza kuwa msaliji sana, lakini matendo yako hayaendani. Sisi twendeni tukaitendee pepo yetu ya amani na utulivu ya taifa letu kwa kukabidhi kijiti kwa karne ijayo cha amani na utulivu kwa faida ya watoto wetu, faida ya Watanzania na heshima ya Tanzania. Wapuuzeni, waangalieni. Na mimi nawaambia
Wanaosema twendeni, tunaenda kuandamana, twendeni, wao hawapo kwenye taifa hili, hawapo. Watafute Magomeni uwaoni, watafute Tandika uwaoni, watafute Mwembe Yanga uwaoni, watafute Mwanza uwaoni, watafute, lakini ndio wanashindikiza. Alafu duniani hakuna maandamano ya kwenye mtandao, hakuna. Uongo, tunajidanganya. Toka watu 3 tu 4 waandamaneni Oktoba, maandamano yako pale pale. Tanzania bado hatujafika hivyo. Bado sisi Oktoba tunachokijua, tunaenda kuchagua viongozi watakaolinda amani na utulivu wa taifa letu. Hilo lazima tukubaliane. Toka asubuhi kaangalia unayempenda, aidha diwani, aidha mbunge, mgombea urais, ingia kwenye kiboksi, tiki, rudi nyumbani. Kila Mtanzania anayetembea leo anadaiwa na Tanzania. Kila Mtanzania, awe mtoto aliyezaliwa leo, awe kijana aliyezaliwa leo, awe mama leo, awe babu aliyezaliwa, anadaiwa na Tanzania. Anadaiwa deni kubwa, na akiliweza kulilipa hilo, pepo ameliona. Na deni hilo sio deni lingine, ni deni la kulinda amani na utulivu kwa maslahi ya taifa letu. Ni deni la kuipenda nchi yake Tanzania. Ni deni la kulinda heshima ya Tanzania. Ni deni la kuamini amezaliwa katika taifa lenye amani na utulivu, ambalo anafanya shughuli zake, akimaliza anarudi nyumbani. Deni hilo tutalilipa kwa kulitendea haki Tanzania hili, kulinda amani ya taifa letu. Lakini kamwe msizani deni hili anaweza akaja kulipa mpuuzi kutoka huko nje, akaja kutulipia deni. Haiwezekani. Mpuuzi atakuja kutuongezea madeni ili tuvurugane. Tusifanye, tusifike huko, tusifike huko. Daktari Samia Suluhu Hassan anaenda kuweka history. Watu walikuwa na kesha Beijing pale, wakina mama wanataka muulizeni mama Mangera pale, watu walikuwa na kesha. Leo hii katika taifa la Tanzania, kwa mara ya kwanza tunaenda kuitangazia dunia, sisi sio wabaguzi wa Tanzania. Kiongozi mwenye sifa ya kutuongoza, hatuangalii jinsia, tunaangalia weredi. Weredi wa kutuongoza, weredi wa kulinda Tanzania, weredi wa kutusogeza hapa kwenda pale. Na mimi nitashangaa sana kama kuna mwanamke yoyote Tanzania hii atapanua kimdomo kusema kwamba Samia hatoshi, lakini bado hajazaliwa mwanamke wa namna hiyo. Anaenda kuchaguliwa kwa mara ya kwanza, first time anaenda kuchaguliwa. Leo hii kuna watu bado hatujafika huko. Kwa hiyo niwashukuru sana vijana wa Tanzania hii. Maelekezo yenu nimeyatii. Jitokezeni kwa wingi Oktoba 29, twendeni tukapige kura. Mama zangu, tokeni. Tokeni. Wakina mama, tokeni. Popote mlipo, tembeeni kifua mbele. Daktari anawaheshimisha kwa kwenda kuwa mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri. Tokeni. Wazee wenzangu, tokeni. Tokeni. Msitishwe. Msitishwe. Nchi yetu ina sifa ya amani na utulivu. Tokeni kapigeni kura.
kachagueni diwani, tokeni kachagueni mbunge, tokeni kachagueni mgombea urais, tokeni. Kazi ya Oktoba ni kazi moja, narudia, ni kwenda kwenye boksi kutiki. Msisikilize hivi vitu vya na hivi vitu viko mijini tu. Ukienda Magu pale watu hawajui ya mambo. Ukija Bariadi hapa watu hawajui ya mambo. Nenda Sikonge pale, nenda Igunga pale watu hawajui ya mambo. Tunatishana mna watu wanatisha watu wenzenu huko wanaotisha watu wanalipwa. Nyinyi mnapata nini ndugu zangu? Sasa hivi sifa moja ya kuliona pepo ni kulinda uhai wako, afya yako, mazingira unayoishi. Kwa hiyo nikaona nije niwaambie hivyo ndugu zangu kwamba vijana wa Tanzania wamenituma. Wananiambia Nyerere, tunatoka kwenda kupiga kura. Tunatoka kwenda kutiki. Wamama wa Tanzania wamenitumia message, wanasema Nyerere Oktoba, chana na upuzi. Wazee wa Tanzania wameniambia Oktoba. Nchi yetu ni halali. Tuna vyombo vya usalama makini. Tuna viongozi makini. Lakini tuna wapuuzi ambao wanatakiwa kupuuzwa. Kwa leo nilikuwa na hayo tu. Nashukuru kwa kunisikiliza. Niombe, ombi langu la mwisho, tujitokeze kwa wingi katika vituo vya kupiga kura, kwenda kupiga kura. Na niwaombe wasanii wa Tanzania, wapo wasanii na vifanya biashara vidogo vidogo vinatumika kwenye mitandao yao. Vinatumika kwenye mitandao yao baadhi ya wasanii na wafanya biashara vidogo vidogo tu, vijitu vidogo mno. Vinatumika, wengine wanabedha. Sasa wewe bila kuzaliwa katika taifa hili la Tanzania sana yako ungefanya. Maisha ya kukushinda, usiitukane Tanzania. Maisha ya kukushinda, jipambanie. Nimeona baadhi ya watu wanatamani kutugusagusa hivi. Kuna bibi anafanya biashara na tunajifanya viwana harakati. Tuna matatizo sana ya afya akili. Kuna muda mwingine mtu hata anayembeza Daktari Samia au anaibeza serikali, ukimwangalia sema hata huyu. Ngoma usioweza kuicheza iangalie. Ngoma usioweza kuicheza iangalie, mengine ya kupite. Na umaarufu hauji kwa kuitukana mamlaka. Wewe unaweza kujiona mwanaharakati mzuri nini, kumbe maskini asubuhi ujala, mchana lazima ule kijiti kwanza, una matatizo tu. Maisha yako mabovu. Harakati zipi we ndugu yangu unaziweza? Umeshindwa harakati za sanaa, utaweza harakati za umeshindwa harakati za kujaza kiduka chako, utaweza harakati za. Kwa hiyo na mimi nichukue na nafasi kuwaomba hata wale wasanii na vifanya biashara vidogo hivi vinavyotumika kwenye mitandao yao warudi nyuma, wajitafakari. Wanafanya ya mambo kwenye taifa lenye amani. Hebu waangalie mama zao, dada zao, ndugu zao, jamii iliyowazunguka, kwa wao kutumika kwenye mitandao yao, athari zitakazotokea, wao wataenda kujibu nini kwa Mungu? Wafanye kazi zao, wapambane kuitafuta riziki. Wanaharakati una wenyewe. Watu wamewatambua kwa sababu wengine mna vikoba, wengine sijui mna sanaa, wengine sijui mna nini, wengine mna rap. Watu wamewatambua hiyo. Fanyeni kazi zenu. Ingali mwisho
Twendeni Oktoba tutoke tukatiki. Ingali mwisho tulinde amani ya taifa letu. Ingali mwisho tusitumike. Na inawasihi sana vijana, tusitumike. Mitandao isituingize kwenye dhambi ambayo tutashindwa kujibu siku ya mwisho. Kwa nini ulifanya hivi? Unajua niliambiwa. Uliambiwa na nani? Motoni. Ni wasihi sana sana. Nchi yetu ina amani, Tanzania ina amani na utulivu, na nawahakikishia ndugu zangu, mimi kama raia wa kawaida ambaye na mamlaka ya kulisemea taifa langu, naamini kwenye taifa langu. Taifa letu linaenda kuweka history ya kuchagua kiongozi bora na si bora kiongozi. Asanteni.